Hii filamu inaanza na hao watu wawili. Huyu binti anaitwa Dea, yuko na mdogo wake anaitwa Sakiti. Wao wamefika katika nchi ya watu wengine, ni Korea Kusini hapa. Baada ya kufika hapa, wako wamekutana tena na marafiki zao wawili, Kikan pamoja na Tara. Hii safari nzima imesimamiwa na mpenzi wake Dea, huyu bwana mkubwa anaitwa Bimo. Hii safari ilikuwa ni ya furaha sana kwa hawa marafiki wote. Bimo akamwomba mpenzi wake kwamba asije akazama kwa vijana wanaopatikana hapa Korea. Mabinti wengi wanaweza kupendezwa na sura za hao wanaume wanaopatikana katika huu mji. Binti akawa amemwahidi kwamba ataweza kujisimamia. Basi ikawa ni furaha sana kwa marafiki wote. Wakaenda walipoenda, wakafika sehemu wakakaa kwa ajili ya kupata chakula. Baada ya msosi, wakaenda moja kwa moja katika nyumba ambayo wataendelea kukaa hapa kwa muda. Binti Dea aliamua kurudi katika mgahawa baada ya kugundua kwamba alisahau waleti yake eneo hilo. Baada ya kufika hapo, muuzaji, japo ilikuwa ni lugha gongana, lakini wakaelewana. Muuzaji huyo akawa amempatia waleti hiyo huyu binti, na akawa amemwambia kwamba kuna mtu aliyokota ni rafiki yako, akawa amemtaja kwa jina. Sasa binti baada ya kutoka nje, kuna mtu akawa amemgusa kwenye paji lake la uso. Hili jambo lilikuwa limemkumbusha miaka ya nyuma huko shuleni, kuna mtu ambaye alikuwa anapenda sana kumgusa katika paji lake la uso. Sasa huyu mshikaji ambaye binti amemkumbuka, huyu jamaa anaitwa Julian, ni moja kati ya watu ambao walikuwa ni watu sana wa karibu wa huyu binti, ni mpenzi wake wa zamani, walikuwa na mahusiano tangu shuleni. Julian pamoja na Dea walikuwa karibu sana kupitia mradi wao kupiga picha kama wanafunzi, na walipata nafasi kubwa sana ya kuwa pamoja. Walionyeshana wazi kwamba kila mmoja alikuwa na hisia na mwenzake. Hata hivyo, kadiri siku zilivyozidi kwenda, ukaribu wao ulivyokuwa mkubwa zaidi, mwanaume akatoweka ghafla tu bila kumwaga Dea. Dea kujua jamaa alienda wapi. Hii inavyotajwa ni sababu ya matatizo yaliyomkumba bwana mkubwa, na hakutaka kabisa kumhusisha binti Dea kwa lolote. Kwa miaka mingi sasa wamepata nafasi ya kukutana tena hapa. Dea anamtazama huyu bwana mkubwa, yuko hapa mbele yake, ni miaka 5 mpaka hivi sasa wanakuja kuonana kwa mara nyingine. Dea akamwambia kwamba ninakupa dakika 15 tu, jieleze. Jamaa akasema kwamba anamkumbuka binti huyu kwa kila kitu, yani anamkumbuka kila kitu, anatamani kupata nafasi nzuri zaidi ya kuzungumza na huyu binti, lakini akawa ameshukuru kwa kupata dakika 15 hizo, akaamua kuzitendea haki. Jamaa akasema kwamba mara ya mwisho kuonana na huyu binti ilikuwa katika msiba wa wazazi wake. Huyu binti Dea alipoteza wazazi wake waliofariki katika ajali. Kwa hiyo jamaa alikuwa anahitaji sana kumfariji huyu binti, lakini binti hakukubali hilo jambo, akaamua kuhamia kwa mdogo wake binti ili kujaribu kumfariji, lakini hata kijana akawa mkataa. Marafiki zake Dea baada ya kufika hapo, Dea akawa amekubali kufarijiwa na marafiki zake. Hili jambo lilikuwa limeumiza sana kijana. Baada ya kutoka hapo, akarudi nyumbani, akakuta kuna habari mbaya, akakuta familia nzima inajiandaa kwa ajili ya kuhama kabisa kwenye mji. Watu wako bize kupanga mali zao, kwa hiyo na jamaa ni lazima ahame. Siku moja alipopata nafasi kwa ajili ya kwenda kwa Dea kwa lengo la kwenda kumwaga, lakini hakufanikiwa kumpata binti. Binti alikuwa tayari amekwisha kuondoka eneo hilo. Sasa Dea baada ya kusikiliza hizi stori akaamua kuondoka hapa, maana ameona kama mshikaji anajitetea sana, lakini mshikaji alikuwa amemfuata binti akamtuliza. Sasa katika kuzungumza kwa binti Dea, Julian akawa ametambua kabisa huyu binti bado anampenda, hivyo mshikaji alikuwa amemkumbatia tu kwa upendo. Siku hiyo wakatumia muda mwingi sana, hawa watu wanazungumza mambo yao binafsi. Hili jambo lilikuwa limesababisha Dea siku hiyo kuchelewa kinoma kurudi nyumbani. Sasa asubuhi marafiki zake wakawa wanajadili. Tara anamuuliza Kikani, Dea alirudi saa ngapi jana usiku? Kikani akasema kwamba kumbuki, lakini alichelewa sana. Sasa muda huu wao wanazungumza, kumbe binti alikuwa anawasikia, hivyo ameamua kuzuga tu kwenye shuka. Baada ya kuwa amemwamsha, wanamsubiri sana amke. Wakamuuliza sababu ya yeye kuchelewa kurudi nyumbani jana usiku, isije kuwa amepata mkorea huko. Sasa katika kupiga stori, binti Dea akawa amesema kwamba jana alikutana na Julia. Sasa watu wote hawa wanamfahamu huyu Julian, alikuwa ni mpenzi wake wa zamani. Sasa kinachowapa wasiwasi hususan kwa dada huyu anaitwa Tara, yeye alikuwa na wasiwasi mkubwa sana kwa sababu hii shughuli mpaka wao kuja huku Korea imesimamiwa na mpenzi wake huyu binti Dea. Bimo ndo ameingia gharama zote za kuwaleta hawa watu huku na anasimamia kila kitu. Na Tara bado alikuwa na wasiwasi kwa sababu anajua kilichomtokea Dea huko nyuma, aliwahi kuumizwa na wewe bwana mkubwa. Binti akawa ameitetea akisema kwamba ni urafiki tu, ni jambo la kawaida, hivyo wasilichukulie hivyo wanavyolichukulia wao. Basi siku zilivyozidi kwenda, ukaribu baina
baina ya binti Dea pamoja na Julian ukazidi kuwa karibu zaidi. Sasa Tara akawa na mashaka sana, hajui nini cha kufanya, akawa anajitahidi sana hata kuwatenganisha, lakini ndo hivyo, binti anajisahau, anarudi mazima kwa mshikaji Julian. Jamaa aliwatendea mema sana, akawavuta kuwa karibu nao ili tu apate nafasi ya kuwa karibu sana na binti Dea, lakini Tara alijaribu sana kuwakwepanisha, lakini wapi. Kuna muda wakuwa wamepata nafasi Tara pamoja na Dea. Tara akaamua kumtolea uvivu, akamchana live, akamwambia kabisa anahofia ukaribu wake pamoja na huyo bwana mkubwa ex wake. Hili jambo linamtia wasiwasi kwa sababu Bimo amesimamia kila kitu. Sasa wakati yeye anaendelea kumchamba hivi, binti mwingine Kikani yeye yuko upande wa rafiki yake, yani atakachokiamua Dea yeye anaamua kukiunga mkono, yani yeye anamsapoti rafiki yake, hakuna namna aina yote. Sasa huyo binti Kikani yeye alikuwa ameolewa na ana watoto 3, na kwa sasa anapitia hisia mchanganyiko kwenye kichwa chake, anawaza sana kuhusu ndoa yake. Kwa nini? Anaona kabisa mume wake ni kama saizi ampi umakini wa aina yote kama hapo zamani kabla hajapata mtoto wa aina yote. Anakuambia kwamba kilimo mdondoko kilikuwa kinapigwa kila sehemu. Sasa baada ya yeye kujifungua watoto, mwanaume ni kama mapenzi yote amehamishia kwa watoto. Sasa huyu mwanamke anawaza sana, anaona kama pengine uzuri wake umepungua, pengine kuna kitu kimepungua kwenye haya maisha. Hivyo binti anafikiria kwenda kufanya upasuaji ili kuboresha mwonekano wake, ili kumvutia mwanaume wake kwa mara nyingine tena. Na akawa amewaambia kabisa marafiki zake. Hili jambo linamchanganya sana. Siku zikazidi kwenda, ikafika siku moja ambayo ilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwa binti Dea. Bimo siku hiyo akaamua kumfanyia tukio maalum, wengi mnaita mshangao, mambo ya surprise. Ilikuwa ni siku ya binti, akawa amejitokeza hapo kimasomaso ili kujaribu kumvisha pete huyu binti, lakini binti akawa amekataa. Hivyo jamaa akawa ameiweka hii pete katika mkufu na kumvalisha huyu binti, akawa amempa nafasi binti afikirie. Ilikuwa ni pete ya gharama ili amletee jibu sahihi, jibu lililonyoka. Mshikaji hakutaka kabisa kumlazimisha binti katika hili jambo. Binti akawa amekubali atalifanyia kazi jambo hilo. Kwa nini binti kaamua kuomba hivi? Ni kwa sababu hisia zake mpaka hivi sasa zimekwisha kuchanganyikana, hajui kabisa ashike A au B. Akawa amemwambia wazi tu kwamba Bimo hawezi kumjibu kwa sasa. Bimo alikuwa ni mwelewa sana. Mshikaji akaamua kuaga, akawa ameondoka. Sasa katika kupiga story, Dea pamoja na marafiki zake wakawa wamemuuliza, vipi bwana Bimo, mambo yanaendaje? Binti akawa amesema kwamba hajamjibu Bimo jibu lake kuhusiana na ndoa. Hili jambo Tara baada ya kulisikia akaamua kulivalia njuga, kwa sababu yeye hasapoti kabisa hizi harakati. Bado anamwazia Bimo kwa sababu Bimo ameingia gharama kubwa sana mpaka wao kufika hapa, yani kila kitu kinasimamiwa na Bimo. Iweje Dea kwa sasa hisia zake ziende kwa mwanaume ambaye aliwahi kumtenda huko nyuma, yani ex wake tena? Kikani yeye hawazi lolote, analokubaliana nalo Dea yeye yuko nalo, analiunga mkono. Sasa hili jambo liko limeleta mkanganyiko baina ya hawa marafiki, hususa kwa Tara. Yeye hakukubaliana kabisa na hili jambo, na Dea akawa amepambania, anasema kwamba yeye ndio mwenye maamuzi. Tara akawa ameondoka hapo kwa hasira, na hivi Tara haungi kabisa mkono habari za Dea. Dea akawa amepata nafasi nzuri sana ya kuongea na kukutana na mpenzi wake wa zamani Julian. Mtu angaze kidogo maisha ya Tara. Yeye huyu alikuwa anaandamwa na skendo chafu sana mtandaoni, skendo ya kujihusisha na mapenzi na msanii mmoja maarufu anaitwa Rico Jensen, ambaye yeye pia alikuwa ameoa. Jambo hili Tara halikuwa na umuhimu sana katika maisha yake, lakini tu ukweli ni kwamba Tara alikuwa amekubali hii kashfa ili kumlinda mwathirika mwingine wa hali hiyo. Yeye aliamua kufanya hivyo ili kumwepusha na mabaya zaidi, maoni pamoja na matusi mtandaoni. Yeye akaamua kubeba lawama zote na matusi yote yakuwa amemwangukia yeye. Kitendo hichi tu kinakuonesha kwamba huyo binti jinsi gani alikuwa tayari kujitolea kwa watu wengine. Yani ni mtu mmoja kanyoka sana huyu, sio rafiki wa kumwacha. Tara akaamua kuhama kabisa kwenye nyumba ambayo alikuwa anaishi na Dea, na hivi yeye ana stress zake tu. Mdogo wake Dea akawa anafika hapa kwa ajili ya kumjali, akawa anapambana sana na kumpunguza mawazo kila wakati anapopata nafasi. Ukaribu wao ukaendelea kuwa karibu zaidi. Kidogo binti akawa na enjoy sana kukaa na huyu dogo, wanapiga stori nyingi sana, na kiufupi wote walikuwa na hisia, kila mmoja anampenda mwenzake, lakini tu hamna mtu ambaye ameweza kumfungukia mwenzake. Upande wa Dea, yeye aliendelea kuwa karibu sana na mpenzi wake wa zamani Julian. Walipiga stori nyingi sana, walitembea kila mahali kwa pamoja. Yani huyu jamaa alikuwa anapata nafasi kubwa sana kuliko hata Bimo. Wakafika mpaka mahali ambapo wapenzi wengi walikuwa wanafika pale kwa ajili ya kuandika ahadi zao kwenye makufuri na kuyaweka hapa. Ni ishara ya mapenzi ya kudumu milele. Julian akaomba Dea afanye hivyo na yeye andike ahadi
yake katika kufuli, na binti kweli alikuwa amefanya hivyo hivyo. Wakiwa huko, Juliani alikuwa ametoa pete ili kumvalisha huyu binti. Binti hili jambo lilikuwa limemshtua kidogo, akagoma kabisa kuivaa hiyo pete. Akasema kwamba kuna pete nyingine bado iko shingoni kwangu kama hii unavyoiona, sijaikubali, na wewe tena unataka kuniletea pete hii? Nipe kwanza muda nifikirie. Sasa akiwa hapo, mara Bimo akawa amefika hapo. Mshikaji akajitambulisha kabisa, mimi naitwa Bimo, ni mme mtarajiwa huyu binti. Juliani na yeye akajitambulisha kwamba mimi pia naitwa Juliani, ni mpenzi wa kwanza huyo binti. Una hakika wewe ndo wa kwanza? Wanaume wakawa wanatambiana hapa. Binti akaamua kuachanisha, lakini sasa binti akashindwa kabisa kuamua aondoke na nani kati ya hawa watu wawili, akabaki yuko katikati. Siku iliyofuata Dea akaamka kachoka kinoma, mdogo wake Sakiti yuko hapa. Sasa hawa watu kama mwanzo ni hivyo kujulisha kwamba wamekwisha kupotelewa na wazazi wao wote wawili, wamekwisha kufariki. Sasa wakiwa hapo, binti siku hiyo ndo akawa amejua kendo inayomkumba rafiki yake Tara, japo hakuijua kiundani zaidi. Akajua kabisa tu pengine Tara anapitia hali ngumu sana. Sasa siku hiyo, kwa bahati nzuri, rafiki yake Kikani akawa amerudi hapo na akawa amepokelewa na mdogo wake Dea. Sakiti akawa amemwaga, akasema kwamba yeye anaenda kwa mpenzi wake. Kumbe dogo katoka hapo kaenda moja kwa moja kwa Tara. Wanapiga stori. Sasa hisia zilikuwa zimepamba moto. Walipoenda kwenda kupigana kisi, hawa watu ni wazi wanapendana. Mara mlangoni ikabishwa hodi. Binti kwenda kuchungulia, akamwona Dea akafika hapo pamoja na Kikani. Ikabidi kwenda kumficha dogo bafuni. Akawa ameuruhusu marafiki zake waingie ndani hapa. Wakapiga stori. Wamekuja hapo kumuulizia kuhusiana na ile skendo inayomkuta Tara. Ikabidi kusimulia kisa hicho. Akasema kwamba yeye sio mtu harisi wa hilo tukio. Yeye aliamua kubeba lawama ya skendo hiyo ni kwa sababu ilikuwa inamuhusu binti mmoja anaitwa Putri ambaye alikuwa ni rafiki yake, na aliamua kulibeba hilo jambo ili kumlindia heshima yeye. Sasa picha na kila kitu kilikuwa kinamuhusu Putri, lakini yeye aliamua kufanya hivyo tu ili kumlindia heshima yule binti, ili yeye apate nafasi ya kuendelea kuimarika na kufanya kila kitu nje hii skendo isije kamwangusha akashindwa kuendelea na maisha yake. Pia ukilinganisha, Putri alikuwa ni mdogo sana kuliko yule binti Tara. Sasa wakiwa hapo wanapiga story, wamempa pole, mara Kikani akawa amesikia kama kuna kitu bafuni, akajua kabisa huyu atakuwa ni mpenzi wake Tara. Wakaenda kufungua bafuni, si wanamkuta mdogo wake Dea akajificha kwenye jakuzi. Sasa Kikani akambana huyu dogo, akamuuliza, wewe, tumepishana kule nyumbani, umeniambia unaenda kwa mpenzi wako, ndo huyu Tara? Dogo akasema kwamba ndio, ndo huyu, na naomba mnikubalie kwa sababu tulipokuwa tunaenda kupigana busu nyinyi ndio mmeingilia. Basi ikawa ni furaha sana hapa. Wamejua kabisa Tara ana uhusiano na Sakiti. Hili jambo lilikuwa linaeleweka kabisa. Sasa wakiwa hapo, Sakiti akawa amesema kwamba Dea pia mbona maachana na Bimo? Dogo akawa amebadilisha kabisa stori hapa. Sasa watu wakawa wameuliza, imekuwaje? Ndo tunarudishwa siku ambayo Juliani pamoja na Bimo walivyokuwa wanapambania huyo binti. Sasa wakiwa hapo wanagombaniana, kila mmoja anarusha tambo zake. Sakiti akawa amefika hapo na akawa amemshambulia Bimo. Kwa nini? Ni kwa sababu dogo aligundua kwamba Bimo alihusika na ajali ya kuwaua wazazi wake. Dogo ukweli aliupata kutoka kwa dereva ambaye alikuwa anamwendesha Bimo. Alieleza kila kitu, ingawa Bimo kwa ajali ile haikuwa makusudi yake, ila aliuficha ukweli kwa muda mrefu sana. Baadaye akajaribu kuficha makosa yake kwa kumpa Deo upendo pamoja na mdogo wake. Aliamua kusimamia kila kitu, aliwapatia msaada na maisha mazuri na kila kitu walichokuwa na kihitaji. Yeye aliamua kusimamia kabisa. Bimo akaeleza kwamba alishabadilika, ni miaka mingi iliyopita huko nyuma, na kwa sasa Bimo anaomtazama hapa sio Bimo yule, amehifadhi magumu moyoni mwake. Bimo akawa ameeleza ukweli wote, anatamani kupokelewa katika mioyo ya hawa watu, hususan Dea pamoja na mdogo wake. Wao ndo watu ambao wanampatia furaha katika maisha yake, lakini Sakiti akawa amekataa kabisa hilo jambo. Mshikaji akapiga mpaka na magoti, akaomba radhi, anasema kwamba anampenda sana Dea. Jamaa anasema kwamba yuko tayari kuanzisha maisha na hawa watu, hawezi kabisa kuwarudisha wazazi wao katika haya maisha. Kila kilichotokea kimekwisha kutokea, japo haikuwa dhamira yake kabisa. Dea aliamua kumwacha Bimo baada ya kujua ukweli. Baada ya hili tukio, Julian aliamua kurudi katika maisha ya Dea na kuthibitisha kwamba bado anampenda na anamhitaji. Wawili hao wakaanza rasmi uhusiano wao mpya. Tara na yeye akaamua kuanzisha mahusiano pamoja na Sakti, mdogo wake Dea, na baadaye ukaribu wao ulizidi kuongezeka na wao kwa chumba rasmi. Kwa upande mwingine, Kikani pamoja na mme wake Eka wakafanikiwa kutatua matatizo yao na wakawasiliana vizuri kabisa na kuimarisha ndoa yao na kila kitu kikawa sawa. Upande wa Tara, yeye aliamua kusimamia kila kitu kiende sawa ili kwa rafiki yake Putri maisha yake yasiguswe na msongo wa mawazo. Mapenzi ya kweli huambatana na majaribu, maumivu na maamuzi magumu. Kupitia urafiki wa Tara pamoja
na Kikanu. Unajifunza umuhimu wa uaminifu, kujitolea na kuthamini watu wanaokujali kwa dhati. Furaha ya kweli haipatikani katika kufuata ndoto za kimapenzi pekee, bali kwa kukubali hali halisi ya maisha na kujifunza kupenda kwa moyo wa ukweli. Subscribe, like, comment. Karibu.